nimeona hapana, ngoja nirudi tena nikazungumze, nikaseme kwa sababu kama mtu amejipachika ama ametumia nguvu kuua watu ili afanikishe jambo lake, akae katika nafasi fulani, hivi unafikiri huyo mtu atakuja kuwajua? Atakuja kuwatendea haki kweli? Jibu ni hapana. Jibu ni hapana, ni hapana. Sasa turudi nyuma katika kwenye Biblia, tukaangalie baba zetu walipitapitaje, baba zetu walitendaje. Turudi nyuma tukaangalie vizazi vya zamani. Nikasome katika kile kitabu cha nianze na kitabu cha Yeremia 16 na mstari wa 6. Yeremia 6 na mstari wa 16. Nasema hivi. Inasemaje? Yeremia 6 mstari wa 16. Ndio. Bwana asema hivi. Bwana asema hivi. Simameni katika njia kuu. Simameni katika njia kuu. Mkaone, mkaulize habari za mapito ya zamani. Habari za mapito ya zamani. Hii wapi njia iliyo njema? Hii wapi njia iliyo njema? Mkaende katika njia hiyo. Mkaende katika njia hiyo. Nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Nanyi mtajipatia raha katika nafsi zenu. Achia kwa. Biblia inaniambia katika kitabu cha Yeremia hiyo sura ya 6 na mstari wa 16. Hii wapi njia iliyo njema? Mkaulize mapito ya zamani. Hii wapi njia iliyo njema? Hivi njia iliyokuwepo ni ya kuwa watu ili watu wajipachike kwenye nafasi fulani, afu tunategemea Tanzania kutakuja kuweko na haki? Hapana, hapana. Kuna mahala Magufuli alishawahi kuzungumza kitu hiki, akasema kwamba mkisha kubali kununuliwa, basi mutapelekwa wanavyotaka wao, ama huyo aliyewanunua basi mtegemee kuumia. Sasa mimi siamini kukubali kirahisi hivi, siamini kukubali kirahisi hivi watu kujipachia kwenye nafasi fulani. Kwanza wametulia ndugu zetu, wamekuja wametutekea ndugu zetu, wamefanya ya kufanya, halafu wamekaa na wenyewe wamerelax, wana amani ya kutosha, na wanazungumza tuna amani, tulinda amani, kwa sababu ni kweli amani wanayo. Kama amani hawana, wameshafanikisha jambo lao, wana amani ya kutosha. Sasa mimi bado nasema kwamba hii wapi njia iliyo njema? Turudi kwenye Biblia hii, tukaulize Biblia hii ya kwamba njia iliyo njema ni ya kuua watu, kuondoa uhai wa watu pasipokuwa na sababu. Sasa na sisi tumekaa tunategemea tutaletewa haki. Mimi siamini, na mimi ninachokijua kwamba haki haikuja hivi hivi, haki haikupatikana hivi hivi. Haki, watu waliumia, watu walikufa ili wapate haki. Watu walikufa, watu waliumia ili haki ipatikane. Sasa tukiendelea kukaa tukasema kwamba tunataka haki, ama tunalilia mioyoni mwetu, tukijua kwamba haki tutapewa. Mimi nataka nikujulishe mwanadamu, haki Tanzania haitakuja kupatikana. Sasa tujaribu kuuliza Biblia katika kitabu cha Ayubu ile sura ya 8 na mstari wa 8. Tuulize Biblia hii inasemaje, msomaji hapo? Inasema hivi. Inasemaje? Basi waulize. Tafadhali vizazi vya zamani. Ujitie kuangalia yale baba zao. Ambao baba zetu. Tuangalie baba zetu.
na walioyafuata wao. Ndio, endelea. Kwani sisi tu wana wa jana? Sisi tu ni wana wa jana, wala hatujui neno lolote. Kwa kuwa siku zetu duniani ni kivuli tu. Sisi niseme kwamba tujitie kuangalia mambo ya zamani, kwa sababu sisi wenyewe ni wajana, hatujui hili wala lile. Na ndio maana naona kwamba watawala wanajua kwamba njia pekee ni kuua mtu, njia pekee ni kumkamata mtu na kumpa kesi ya uhaini, njia pekee ya kumdhibiti mtu ni kumkamata mtu huyo na kumpa kesi ya ugaidi, ya kumpa kesi ya uchochezi. Lakini Biblia inasema kwamba sisi tu ni wajana. Tukaulize baba zetu zamani walitendaje, waliamwaje, walikuwa na hekima namna gani? Sisi tu ni wajana. Lakini ukija kuangalia kipande kikubwa, wanadamu wameipotosha kweli. Wanadamu wameipotosha kweli, na kweli imekuwa ndio uovu. Leo hii ukisimamia kwenye msimamo wa kuzungumza kweli, ujue mabaya yanakuhusu. Kuwa tayari, yoyote yale akija, uwe tayari kuyapokea. Kifo kinakuhusu, uhaini unakuhusu, kila namna mabaya yako mbele yako kwa ajili ya ukabili wewe mtu mwema. Lakini mimi najua kwamba Mungu wetu ni wa haki. Mungu wetu ni wa haki. Mungu ni wa haki. Hebu nisome katika kitabu cha Yeremia cha Methali sura 8 anzia mstari wa 8. Nasemaje? Maneno yote anzia 7 kwanza. Maana kinywa changu kitasema kweli. Maana kinywa changu kitasema kweli. Mimi nishawahi kusema kwamba mimi kila mtakapokuwa mnaniona mimi nikitokea kwenye kamera, nikitokea mara popote pale nitakapoishi, popote pale nitakapoonekana, kinywa changu mimi kitakuwa kinanena mambo ya kweli. Na uovu ni chukizo kwa midomo yangu. Na uovu ni uchukizo kwa midomo yangu. Kama watu hawa walioua watu wakaumiza watu, alafu wanatumia watu meseji kwamba msije mkatuma video, msisambaze, mnachochea. Hapana, tutasema kwamba tumeona kwa macho yetu mumeua. Nyinyi ni wauaji, nyinyi ni mashetani. Tutawaambia kwa sababu tumeona kwa macho yetu. Sasa kwa nini tukubaliane na hofu? Mimi nasema mimi nitazungumza lile nililoliona. Nitasema kwamba mimi nimeona. Sasa wameua, alafu anakuambia usije ukasema madhara yatakuta, tutakupa kesi ya uhaini, tutakupa kesi ya ugaidi, tutakupa kesi ya uchochezi. Toeni kesi ambayo mtatoa, lakini ukweli utasemwa na mioyoni na wasuta. Mioyoni najua mnachokifanya. Naam, endelea kusoma. Maneno yote ya kinywa changu yana haki. Naam, yana haki. Ndio. Hapana hata neno lililopotoka au la ukaidi. Hapana neno lililopotoka ama la ukaidi. Hapana. Maneno yote ni ya haki. Sasa kwenye ukweli, kwani tusimamie kweli? Sasa mimi nije kusema kwamba sisi Tanzania hapa tulipo na tukikubaliana kuchukuliana na watu hawa waovu, wauaji hawa walioua, ili wakae kwenye viti hivyo, mjue kwamba tuna miaka mingi ya kulia na vizazi vyetu vitalia zaidi ya hapa, zaidi ya watu waliotekwa, ni zaidi ya watu waliouawa. Mjue kwamba tutalia vilio ambavyo hatujawahi kulia wa Tanzania. Tukikubali kuchukuliana na watu hao wauaji, watu hao wanaopenda maenezi, wa dhuluma,
wenye machukizo, wenye maovu ya aina mbalimbali, tukakubaliana nayo kuchukua nao tu hivyo wanavyotupeleka. Mjue kwamba tuna miaka mingi ya kuumia, tuna miaka mingi ya kuumia, tuna miaka ya kulia, vizazi na vizazi watalia. Sasa kazi ya mhubiri ni nini? Kazi ya mhubiri ni pale anapokuja kuona ya kwamba kuna mabaya yanakuja kulikuta taifa ambayo yatakuwa yana athari kubwa sana kuliko hii tulionayo. Kazi ya mhubiri ni kusimama na kuweza kupinga na kuweza kuwaonyesha njia. Sasa sidhani kazi ya wahubiri wao ni kusema kwamba leta sadaka tu, ama kwenda kanisani na kuambia watu leteni sadaka. Wanaaminisha watu wasubiri kwenda mbinguni, na wakati jahazi linazama ndani ya taifa, jahazi linazama ndani ya nchi, jahazi linazama ndani ya kizazi chetu. Ila mhubiri yeye amekomaa kuhubiria watu kwenda mbinguni. Yeye amekomaa kuaminisha watu kwamba subirini kwenda mbinguni. Huo sio uhubiri, huo ni mojawapo ya ushetani. Huo ni mojawapo kuunga mkono maenezi na dhuluma na mauaji. Kazi ya mhubiri ni kusimama kuonyesha vipofu njia, kwa sababu ya watawala. Msione kwamba wana vyeo, msione kwamba wengine wana manyota. Hapana, msione kwamba wengine mnaona kwamba ndio heshima. Mtu anaitwa waziri mnaona ndio heshima, mtu anaitwa rais mnaona ndio heshima, mtu anaitwa ni mkuu wa majeshi mnaona kwamba ana heshima, mnaona kwamba ndio wasomi. Hapana, hawa watu ni vipofu, wanahitaji tuwaonyeshe njia, wanahitaji tuwaonyeshe njia. Kuna mahala Yeremia aliitwa na mfalme. Mfalme amekwama, anataka Yeremia muonyeshe njia. Sasa watu wengi mnaamini kwamba mtu kuwa na cheo fulani yeye ni msomi, mtu kuwa kwenye nafasi fulani yeye ana akili nyingi sana. Na nataka niwajulishe, sio kwamba mtu kuwa kiongozi ndio kuwa na akili nyingi sana, sio kwamba mtu kuwa ni mtu fulani na mkajua kwamba ndio heshima alionayo. Lakini nataka niwajulisha kwamba hawa watu hawaoni. Watu hawa ni vipofu, wanahitaji tuwaonyeshe njia iwapasavyo kuenenda. Sasa wahubiri mumekaa kutabiri watu baraka, mumekaa kuhubiria wauza machungwa na wauza kahawa mitaani. Wahubiri mumekaa kupiga sadaka ya watu maskini. Wahubiri mumekaa kuhubiria wauza machungwa, wauza mahindi mitaani kwenye majiko, na mnawaaminisha kwamba wataenda mbinguni. Sijajua hiyo mbingu ya namna gani. Sijajua hiyo mbingu ambayo mnaaminisha watu kwamba kuwahubiria kwenda mbinguni, kuwapiga sadaka, alafu mnamaliza mnaambia kwamba subirini hapo hivi kwenda mbinguni. Na wakati huku tunakuangalia huku ndani ya taifa, jahazi linazama, nchi inatikisika. Mimi niwaambie kwamba nyinyi wahubiri mutalipwa sawasawa na matendo yenu, mutalipwa sawasawa na kazi zenu mlizozifanya hapa duniani, mtalipwa. Lakini mimi bado narudi kuja kusema kwamba ni lazima kila mmoja aliye na ufahamu mzuri, anajua nini maana ya Ukristo, nini maana ya Yesu. Kweli Yesu tunayemsoma ndio alikuwa anabariki waovu, anabariki wapenda wanaofanya dhuluma, wanaoua, wauaji, alikuwa anawabariki Yesu. Kumbuka Yesu anakuambia kwamba anayetaka kunifuata mimi ajikane, ajitwike msalaba wake mwenyewe. Anayetaka kunifuata mimi ajikane, ajitwike msalaba wake mwenyewe. Leo hii mtu akianza kuhubiri Injili
anakuwa na hesabu ya kusema kwamba mimi ndani ya muda fulani nitakuwa na gari, ndani ya muda fulani nitakuwa na nyumba, ndani ya muda fulani nitakuwa na hoteli. Ndio kazi ya wahubiri tulionao. Lakini sasa tuje tuangalie kwamba hivi Yesu mpaka Yesu anauawa alikuwa na nyumba? Jibu ni hapana. Kuna mara alikuwa anasema kwamba ndege wa angani wana mapango, lakini mimi mwana wa Adamu sina pa kulaza kichwa changu. Yesu hakuwahi kuwa na nyumba. Yesu alikuja kwa kazi maalum tu. Na mimi nasema kwamba kama mimi najua kwamba nimekuja kwa kazi maalum tu, kuonyesha watu njia iwapasavyo kupita, kuwapinga wapenda mabaya, kuwapinga wapenda dhuluma, kuwapinga wauaji, na kuwaonyesha njia, na kuwaonyesha kwamba, nawaambia kwamba hicho mlichokifanya ni kibaya. Muwe mnasikia muwe msikii, lakini amini kwamba mnachokifanya ni kibaya na kina madhara.